Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba ukweli utabaki kuwa ukweli hata kama utasemwa na mtu muongo. Sasa ukipitia wasifu wa Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Tanzania kwa tiketi ya CCM, utagundua kwamba Samia Suluhu Hassan aliferi darasa la 7. Akaferi tena kidato cha 4. Na aliferi kwa kiwango ambacho hakuwa na sifa za kuendelea na masomo ya juu. Miaka mingi baadaye alilazimika kuanza upya elimu ngazi ya cheti. Sasa mtu mwenye uwezo mdogo wa kuhifadhi kumbukumbu kama Samia Suluhu Hassan amepata wapi sifa za kuwa rais? Yaani mtu ambaye ukisoma wasifu wake unagundua kabisa kwamba mtu huyu ni substandard. Amepata wapi ujasiri wa kuahidi wa Tanzania kwamba anaweza kuwaletea maendeleo? Ndugu zangu wa Tanzania, kazi ya kujenga nchi, kazi ya kuwaletea watu maendeleo sio kazi nyepesi. Sio kazi nyepesi hata kidogo. Kwa kiwango ambacho inaweza kufanywa na mtu dhaifu kama Samia Suluhu Hassan. Tanzania kwa sasa haina uhaba wa wasomi. Tunao wasomi wa kutosha na wenye uwezo wa kuiongoza nchi hii kwa ufanisi mkubwa. Tunao akina Profesa Palamagamba Kabudi. Tunao mawakili wabobezi kama akina Tundu Lissu. Tuna akina Profesa Kitila Mkumbo. Sasa kwa nini wao tusiwape kazi ya kuongoza nchi yetu? Kwa nini kazi ngumu kama hii ya kujenga nchi apewe Samia Suluhu Hassan? Kwa sifa zipi za ziada alizonazo? Zipi? Ndugu zangu wa Tanzania, bado hatujachelewa. Wazungu wana msemo wao kwamba even a single minute can save a man. Sekunde moja inatosha kufanya mabadiliko katika nchi hii. Na mimi niwaambie, kama Samia Suluhu Hassan atapita kwenye uchaguzi huu, akipita, jiandaeni mwaka 2030 atatuletea mgombea mbovu kuliko yeye. Na kwa sababu hizo nchi hii itaendelea kuwa katika hali ya umaskini. Asanteni kwa kunisikiliza.